Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Niwakaribishe tena katika kipindi hiki cha siku ya leo, tuweze kujifunza kwa ufupi sana, lakini pia na imani itatujenga kiroho na itatupatia uelewa mzuri sana katika maisha yetu kwa ajili ya uzima wa milele. Niwakaribishe katika somo hili. Tunajifunza leo kesha la asubuhi, ambalo lina kichwa cha somo kinasema, ni nani atakayepokea muhuri wa Mungu? Hii hapa, Baba yetu anajali, ni kesha la asubuhi, lakini kichwa cha somo kinasema, nadhani mmekiona, inasema ni nani atakayepokea muhuri wa Mungu. Hili somo lilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 3, lakini tuna kifungu cha kinachotuongoza katika hii somo, ni sura ya Ufunuo sura ya 7 mstari wa 2 na wa 3. Inaanza kwa kusema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 2 na wa 3. Tunajifunza katika kifungu hili kwamba kuna malaika 4 ambao wameshikilia kuizuru nchi, na hao malaika wamezuiliwa kwanza wasizuru nchi, na watakaporuhusiwa kuidhuru nchi ndipo kutakapokuwapo kilio na kusaga meno. Manake wakiruhusiwa kuidhuru nchi, basi ndipo ule mwisho wa dunia au mapigo 7 yatakapofuata na mwisho wa dunia utakapokuwa umekwisha kufika. Kuna malaika walioandaliwa, kuna malaika waliowekwa wameshikilia kuharibiwa kwa dunia. Hebu tulirudie fungu alafu tuelewe zaidi. Anasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Yule malaika anatoka katika mawio ya jua, lakini ana muhuri wa Mungu aliye hai. Anasema, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Kumbe kuna malaika 4 waliopewa kuizuru nchi na bahari, na hao watu wanapigiwa kelele na malaika wa Mungu ambaye anawaambia msizuru nchi wala bahari, kwa kuwa hatujamaliza kuwatia muhuri watu wa nani? Watu wa Mungu. Kwa hiyo hii imeshikiliwa ili hao malaika wasizuru nchi, maana watu haijamalizika kuwatia muhuri wa Mungu. Mpaka pale tutakapotiwa muhuri wa Mungu ndipo ule mwisho utakapokuwa umefika, na ule mwisho utakapofika ndipo dunia itakapokuwa imemalizika na itakuwa imefutiliwa mbali. Anasema msizuru nchi wala bahari. Anasema akisema msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Hebu ngoja kwanza. Anasema asizuru nchi na bahari, hawa wasizuru, mpaka wala miti, mpaka watakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa nani? Watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Tujifunze hivi, kuna muhuri tuanze na muhuri kwanza. Huu muhuri unamaanisha nini anaposema mpaka zitakapomaliza kuwatia muhuri watu wa nani? Watu wa Mungu. Tujifunze kwanza, huu muhuri unaotajwa ni muhuri
wa aina gani na muhuri huu unamaanisha nini? Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 20, katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari ule ni wa kuanzia wa 8 kama sikosei. Mstari wa 8 anasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Kwa hiyo kumbe, tunapojifunza katika Biblia kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8 hadi wa 11 unatambulisha kwamba Sabato ya Bwana. Tunajifunza katika somo hili, hii Sabato ni takatifu, Sabato ni ya kuheshimiwa. Huu ndiyo muhuri wa Mungu, watakaoonesha utii kwa Mungu, watakaoonesha unyenyekevu kwa Mungu, watakaofuatisha mapenzi ya Mungu, na watakaoenda sawasawa na Mungu apendavyo. Hiyo ndiyo itakuwa inaonesha watu wa Mungu kumtii Mungu. Ndipo watu wale watakapotiwa muhuri wa Mungu, yaani wanapoishika hii amri ya Sabato, ndiyo muhuri wa Mungu. Sabato ni muhuri wa Mungu unaowatambulisha watu wa Mungu. Ezekiel 20 mstari wa 12. Ezekiel 20 mstari wa 12 anasema, tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndiye niwatakasaye. Kumbe Bwana ndiye anayetutakasa, na anatutakasa kwa namna gani au kwa sababu gani? Pale tunapoishika amri 10 au tunapoishika amri 10 ikiwemo na amri ya Sabato, ndipo tunapopata muhuri wa Mungu. Huo muhuri wa Mungu hatupigwi labda tuiwekwe alama ambayo inaonekana, bali kumtii kwetu Mungu na kumnyenyekea na kufuata amri 10 zake, ndiko watu watakapotiwa muhuri wa Mungu, wakienda sawasawa na Mungu apendavyo, wakizishika amri 10 na kuyatenda yaliyoyaagiza yote. Ndiyo watu watakaotiwa muhuri. Hii Sabato ndiyo muhuri wa Mungu. Lakini sura ya 20 ya Ezekieli, tumesoma fungu la 12, inasema kwamba alitupa Sabato zake iwe ishara kati ya sisi na yeye. Sasa tuende fungu la 20 inasemaje? Kwanza tuanze fungu la 19, anasema, mimi ni Bwana Mungu wenu, enendeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda. Zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Turudi kwenye fungu la 19, anasema, zishikeni hukumu zangu, maagizo yangu. Kwa kuwa tunaposhika hukumu za Mungu na maagizo ya Mungu, ndipo tunapofanikiwa kuupata muhuri wa Mungu, tukishika na kuenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Lakini huo muhuri hatupigwi hivi, tukapigwa hivi ukaonekana nje. Hapana, bali unaonekana moyoni. Bali tunapoonesha utii kwa Mungu,
ndipo tunapokaribia kiti cha enzi na kupigwa muhuri wa Mungu kwa ndani na hauonekani nje. Tukizishika amri 10 za Mungu, tukionyesha unyenyekevu kwa Mungu, ndipo tunapokuwa tunatimiza kumwabudu Mungu au kutiwa muhuri. Anasema muhuri wa Mungu aliye hai utawekwa juu ya wale tu wanaoibeba sura ya Kristo katika tabia. Wanaobeba sura ya Kristo katika tabia ndiyo watakaopatiwa muhuri wa Mungu. Kama nta inabeba chapa ya muhuri, vivyo hivyo roho inapaswa kubeba chapa ya Roho wa Mungu na kuihifadhi sura ya Kristo. Muhuri wa sheria ya Mungu unapatikana katika amri ya 4. Amri ya 4, yaani katika zile amri 10 kuna amri ya 4 ndiyo muhuri wa Mungu. Kutoka 20 fungu la 8 inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Fungu la 9, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo tunajifunza katika amri 10, amri ya 4 pekee ndiyo muhuri wa Mungu aliye juu. Anasema muhuri wa sheria ya Mungu unapatikana katika amri ya 4. Hii pekee kati ya zote 10 huweka wazi jina na cheo cha mtoa sheria. Inamtangaza kuwa muumbaji wa mbingu na nchi, na hivyo kuonekana madai yake ya kuheshimiwa na kuabudiwa juu ya wengine wote. Tofauti na kanuni hii, hakuna kitu katika amri 10 za Mungu ambacho kinaonesha ni kwa mamlaka ya nani sheria ilitolewa. Wana wa Israeli waliweka juu ya milango yao alama ya damu ili kuonesha kwamba walikuwa mali ya Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu katika zama hizi watabeba alama aliyoiweka Mungu. Watajiweka wenyewe katika mapatano na sheria takatifu ya Mungu. Alama inawekwa juu ya kila mmoja wa watu wa Mungu, kama ambavyo alama iliwekwa juu ya milango ya makao ya Waebrania ili kuwahifadhi watu mbali na maangamizi ya jumla. Mungu anatangaza, tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Ezekieli 20:12 ambao tumekwisha kujifunza. Punde tu watu wa Mungu wanapokuwa wamewekwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao, si muhuri wala alama ambayo inaweza kuonekana, bali ni kutuama katika ukweli, kiakili na kiroho, ili kwamba wasiweze kutetereshwa punde tu watu wa Mungu watakapokuwa wamewekwa muhuri na kuandaliwa kwa ajili ya kupepetwa. Ndipo itakapokuja kwa kweli imekwisha anza tayari. Hukumu ya Mungu ipo juu ya nchi sasa, ili tuweze kujua kile kinachokuja. Kwa hiyo tunajifunza katika somo hili kwamba amri ya 4 ndiyo muhuri wa Mungu pekee ambao kila muumini wa Mungu, yule anayebeba ukweli, anayevaa uhalisia wa tabia ya Kristo kiakili, kimwili na kiroho, ndipo itakapokuwa kutiwa muhuri wa Mungu. Watu wa namna hiyo waliovaa tabia ya Kristo watakuja kutiwa muhuri wa Mungu kwa kuwa wamebeba tabia ya Kristo halisi na yenyewe. Kwa hiyo tunajifunza katika amri ya 4 ndipo muhuri wa Mungu ulipo. Mungu atubariki sana. Mungu akawe msaada katika maisha yetu, na somo hili ulionapo popote pale likawe msaada na kukubariki sana tunapoendelea kujifunza. Karibu kwa mfululizo kwa wakati mwingine katika masomo yajayo, tuweze kujifunza zaidi kwa ajili ya uzima wa milele. Usisahau kusubscribe channel yangu, channel ya Ujumbe kwa Wote TV. Share, subscribe na ukilike video hii na video zingine nyingi, na uwe tayari
na ukiona kuna video mpya jitahidi kuitazama hadi mwisho na usubscribe na uweke komenti yako kwa mashauri yoyote yale. Nikukaribisha sana na ukifanya hivyo Bwana atakubariki. Video hii ishare kwa kila mtu ili aweze kujua muhuri wa Mungu tutatiwaje. Mungu atubariki sana, tuwe na baraka njema.